Mtoto wa Kishua alimpenda mwanamuziki wa mtaani. Siku moja alimbless juu ya gorofa. Wiki kadhaa mbele mtoto wa Kishua akagundua kuwa ana ujauzito. Alipanga kuzaa huyo mtoto kimya kimya. Baada ya hapo, amtumie huyo mtoto kumlazimisha yule msanii wa mtaani kumuoa. Ujauzito wake ulipofika miezi 9, babake alimuita kwa ajili ya kupata chakula cha pamoja. Ukishamzaa huyu mtoto unaiachia serikali ndio itajua itampa nani, sawa? Baada ya mabishano, Leila alikimbia akagongwa na gari. Alipozinduka hospitali, babake alimdanganya. Kwa bahati mbaya mimba yake iliharibika. Leila aliamini maneno ya babake, akaapa kutokuonana tena na msanii wa mtaani Lui. Hakujua kuwa mtoto wake alikuwa ni mzima wa afya na alikuwa kwenye wodi nyingine kwenye hospitali hiyo hiyo. Babake Leila alikuwa hataki mtoto wake awe na mahusiano na yule msanii maskini. Aliwaambia manesi wamgawe huyu mtoto kwenye kituo cha watoto yatima. Miaka 10 ikapita, Leila akaacha kuwa msanii wa majukwani, akawa mwalimu wa chuo cha muziki. Upande wa pili, Lui, msanii aliyekuwa anajitafuta, akawa maarufu sana, akawa na perform mbele ya maelfu ya watu. Babake Leila aliumwa sana, akahisi anakufa, akamweleza mtoto wake ukweli wote. Nisamehe sana mwanangu, mimba haikuharibika kwenye ile ajali. Niliwaambia manesi wampeleke mtoto wako kwenye kituo cha watoto yatima. Kituo gani? Hata sijui. Leila aliumizwa na ukweli kutoka kwa babake. Leila alipiga simu karibia vituo vyote vya watoto yatima nchini kwao kumtafuta mtoto wake. Upande wa pili, huyu dogo anaitwa Rasha. Alikuwa ni dogo anayejitenga sana kwenye kituo cha watoto yatima. Dogo alikuwa anadai kuwa anasikia sauti ya muziki kichwani mwake wakati watoto wenzie wote walikuwa hawausikii. Alikuwa anadai mamake anamuita kwa kupiga gita. Usiku mmoja dogo alitoroka kutoka kwenye kituo cha watoto yatima, akaamua kwenda kumtafuta mamake katikati ya jiji. Leila alipofika kwenye ofisi za ustawi wa jamii kumtafuta mtoto wake, aliambiwa aache taarifa zake, atapewa majibu ndani ya siku 90. Leila hakutaka kusubiri, alienda moja kwa moja kwa mkurugenzi wa ustawi wa jamii. Anko, naomba nisaidie. Kwa nini umemsubiri hadi amekuwa ndio unamtafuta? Sikujua kama yuko hai. Nimekaa mbali na mwanangu kwa miaka 11, miezi 2 na siku 13. Nimechoka kusubiri, naomba nisaidie kumpata. Mkurugenzi akamwonea huruma, akamwita hadi ofisini kwake. Wakati mkurugenzi anatafuta mafaili ya mtoto wa Leila, Leila akaona picha za watoto wanaotafutwa. Alipoiona picha ya Rasha, kuna sauti ilimwambia huyu ni mtoto wako. Mkurugenzi alimuelekeza kilipo kituo cha watoto yatima. Alikaa kwenye kitanda cha Rasha. Rasha alikuwa ameshatoroka. Leila akaanza kufanya kazi ya kupiga gita majukwani. Aliamini kuwa akiwa msanii maarufu itakuwa rahisi sana kumpata mtoto wake. Kutoka siku hiyo, Leila alianza kutumbuiza kwenye majukwaa mbalimbali. Upande wa pili, Rasha aliendelea kuambaambaa jijini akiwa peke yake. Kelele za vitu mbalimbali hapa jijini zikatengeneza bonge moja la muziki kichwani mwake. Akawa anasikia muziki mzuri unalia. Dogo akaanza kuchezesha mikono kama mwalimu wa kwaya. Mbele yake akamwona kuna dogo wa umri wake ana perform. Aliposogelea karibu, akagundua yule dogo anaingiza hela kupitia gitaa lake. Huyu dogo mwenye rasta anaitwa Arthur, ni mwimbaji wa mtaani. Oya, unataka nikuimbie wimbo gani? Sijui. Haina noma. Arthur akaanza kumwimbia Rasha nyimbo mbalimbali. Akili ya Rasha ilikuwa iko kwenye gitaa. Kutoka azaliwe hajawahi kuliona gitaa. Alishangaa kuona mbao pamoja na nyaya zinatoa muziki mzuri kiasi hiki. Akasogea karibu taratibu ili kugusa gitaa. Arthur akakwepesha. Wakati Arthur anaondoka, Rasha akawa anamfuata nyuma. Oya, unataka nini? Sina sehemu ya kukaa. Mfukoni kwako una shilingi ngapi? Dogo akaonesha bunda. Ukitaka nikupeleke ninapokaa kaninunulie pizza. Rasha akanunua pizza. Arthur akampeleka hadi kwenye jumba bovu wanaloishi watoto wa mtaani. Rasha aliingia kwenye jumba ambalo wanaishi watoto wa mtaa wenye vipaji mbalimbali. Madogo wote hao wanaperform mtaani ili wapate pesa. Walivyoiona pizza, walikimbia, wakaila ndani ya dakika 0 ikapotea. Bosi wa madogo wa mtaani wote anaitwa John. John ndo mshika hela wa pesa zote ambazo hao madogo wanaingiza mtaani. Madogo hawaruhusiwi kutumia pesa bila ruhusa ya John. Kwa nini umenunua pizza bila ruhusa yangu? Pizza sijanunua kwa hela yangu. Kanunua yule dogo. John akatabasamu, akamwita Rasha ili wapate kuzungumza mawili matatu. Wewe dogo, njoo. Unafanya nini hapa? Nimefuata muziki. John akamtania yule dogo, madogo wote wakafurahi. Akamuuliza Arthur, umemtoa wapi? Arthur akasema mkutana naye mtaani. John aliangalia mikono ya Rasha, akamind. Kwa kuwa aligundua kwamba Rasha hajawahi kupiga kifaa chochote kile cha muziki. John akavua kofia yake kwa kono la kulia, akaanza kukusanya pesa ambayo madogo wameingiza kwa siku nzima ya leo. Madogo wanamchukulia John kama babao, kawafundisha kupiga muziki na pia wakiuma huwa anawapeleka hospitali. Rasha alikuwa mtu wa kwanza kuamka asubuhi akaenda kuligusa gitaa. Alifurahi kusikia muziki uliotoka baada ya kuburuza kidole gumba kwa mara ya kwanza. Rasha akaanza kulipiga gitaa kama ngoma. Hakulinyanyua gitaa kama wapiga gitaa wengine. Muziki uliokuwa unatoka kwenye ile gitaa ulimshangaza kila mtu. Rasha alilipiga gitaa kama ngoma huku akiwa na furaha sana. Hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kugusa gitaa. Alilipiga kwa namna tofauti. Madogo wenzie wote walishangaa. Hawakujua kama gitaa linaweza likapigwa kama ngoma na likalia vizuri tu. John alifurahi sana, akakiri kwamba duniani hakuna mtu mwenye kipaji kama cha Rasha. John akaanza kumfundisha Rasha namna ya kugeuza kipaji chake kuwa biashara. Akamuelekeza ni sehemu gani aende, muda gani aende na siku gani aende ili apige hela. Rasha akapata elimu ya namna ya kuwa msanii mzuri wa mtaani. Kesho yake John akaongozana na Rasha kuperform mtaani. Kwa kuwa Rasha alikuwa anapiga gita kwa namna ya tofauti, ndani ya sekunde chache watu kibao wakaanza kumiminika, wakaanza kutoa hela. Rasha aliingiza hela nyingi sana kuliko watoto wote pale mtaani. Dogo, una kipaji kikubwa sana.
unahitaji AKA. AKA gani? Kwanzia leo ndakuwa nakuita Gold, wewe ni superstar. Rasha alifurahi sana. Alikuwa anaamini kwamba siku moja wazazi wake watamuona kwenye TV. John alimaindi kuona mtaani kuna picha kibao zimesambazwa za yule dogo anatafutwa. Hakutaka kumwacha Rasha aende kwa kuwa anamuingizia hela nyingi sana. John alikuwa anataka kumpeleka Rasha akaperform kitaa kingine. Wakashindana bei na huyo mshikaji. Siku moja Rasha aliwaona watoto wenzio wakiwa na mama zao. Alilia sana. Siku hiyo Rasha alipiga gita kwa hisia sana. Mkurugenzi wa ustawi wa jamii akawa anamuuliza Arthur kuhusu Rasha. John akaingilia kati mazungumzo. Akasema huyo mtoto hatumjui na hatujawahi kumuona haya maeneo. Mkurugenzi akajua kuna kitu hakiko sawa. Usiku mkurugenzi aliwapigia simu polisi waje wamchunguze John. Je, Rasha atafanikiwa kukutana na mama yake? Itaendelea hapo chini. Kabla hujaondoka hapo chini kuna story ya udada ambaye alimtuma rafiki yake mwenye bonge moja la msambwanda, bonge moja la mshepu amtege mume wake ili ajue kama mume wake anampenda kweli au la. Pia hapo chini kuna story ya huyu mwanafunzi ambaye aliona liwalo na liwe akamtongoza mwalimu wake. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji ambaye alitaka na binti mwenye pepo la ngono. Story zote hizo zinaisha, hazina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipotaka usilike, usisubscribe, usishare, usicomment. Simu ni ya kwako, bando la kwako, sikupangii cha kufanya. Na muombea huyo aliyekuwashia password ya wifi asibadilishe password ili uendelee kuwa hapa daima. Pia naiombea simu yako iendelee kubaki na charge forever ili uendelee kuenjoy vitu vingi visweet vitamu kutoka HAPA Fred Flix TZ.